Kama wewe unatoka damu za pua, au unasikia harufu ya damu, lakini ni mtu ambaye ukiingia kwenye siku zako za kike, yaani ukiwa una blidi, ni mtu mwenye kublidi, blidi inatoka mfululizo, au mwingine anatoka mabonge baada ya kuingia kwenye blidi, kwenye hedhi ya mwanamke, huwa anatoka mabonge, lakini hajui chanzo ni nini. Watu kama hawa wamekwenda hospitali, wamefanya vipimo vyote, anaonekana ana tatizo au anaonekana hana tatizo, lakini kila uchao ni mtu wa kulia, ni mtu wa kupata matatizo, damu inapungukiwa kwenye mwili. Kuna watu wanapungukiwa damu kwenye mwili na anakwenda hospitali, wanafanya vipimo, lakini kuna watu wamekufa ni kwa sababu ya maradhi ya kupungukiwa damu. Kuna watu wamepoteza maisha ni kwa sababu ya kupungukiwa damu. Kuna watu wameachwa ni kwa sababu ya kupungukiwa damu. Damu inakwisha kwenye mwili, lakini haionekani na kwenda wapi. Haya ni maradhi ya kichawi ambayo yanatesa watu wengi sana. Watu wamekwenda mahospitali, wamefanya vipimo, wamekwenda sehemu mbalimbali kufanya vipimo na kuomba msaada, lakini mtu kila kukicha damu inapungua kwenye mwili, haijulikani damu inakwenda wapi. Au mtu anapolala anasikia harufu ya damu, au mtu anapolala anatoka damu za pua, au mtu anapoingia kwenye siku zake unakuta siku zake ana blidi, au anaenda kwenye mwezi muda mrefu. Kuna watu wanaingia kwenye miezi ya kike, anaingia mwezi mzima au siku zinajirudia, yaani mwezi mmoja mtu anakwenda mara 3, au mwezi mmoja mtu anakwenda mara 4. Leo inaonekana siku zake, kesho ionekani, kesho kutwa anaonekana. Kuna watu wanaishi kwenye maisha hayo. Ndani ya mwezi mmoja anaingia blidi mara 3 mara 4. Kuna wengine wanapokutana tu na mwenza wao ndo chanzo cha kuingia kwenye blidi, ndo chanzo cha kuingia kwenye hedhi. Kwa hiyo haya matatizo nakuja kuyazungumza kwa sababu najua jamii ya watu wengi wanateseka na hii hali. Watu wengi wamepoteza maisha, watu wengi ndoa zao zimekufa, watu wengi wameolewa wake wa pili, ni kwa sababu anapokutana mume wake tu yeye anaingia kwenye siku zake. Kwa hiyo haya mambo ni mambo ya kichawi, na lengo la kuja kwenu ni kuja kueleza namna gani ya kuweza kuliondoa hili tatizo. Ni namna gani ya kuweza kuliondoa hili tatizo. Wewe umerogwa, wewe umechezewa, kuna watu wamekuwahi, kuna watu wamekupiga ili uweze kuharibikiwa maisha, ili uweze kuharibikiwa kwenye mambo yako, ili uingie kwenye blidi, uteseke. Kuna watu wanateseka. Mtu kuingia kwenye blidi unateseka, maumivu makali. Kuna watu ni wajawazito, yaani mtu ni mjamzito lakini bado ana blidi. Kuna watu ni wajawazito lakini bado ana blidi. Kwa hiyo ukiona tatizo hili ujue wewe umerogwa kwa 100%, kwa sababu ni watu wabaya, kazi yao ni kukufanya wewe uteseke na hayo maradhi. Kuna watu wamekufa, wanaishiwa damu kwenye mwili mpaka leo. Watu kutwa wanakwenda mahospitali, wanahangaika kuongezewa damu, lakini damu inaishwa kwenye mwili. Unaweza ukazani labda una sickle cell, una ugonjwa wa sickle cell, kumbe ukifanya vipimo unaonekana uko sahihi, hauna ugonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo uchawi umechukua impact kubwa sana, na watu wengi wanateseka na maradhi ya kichawi bila ya kujua solution ni nini. Kuna watu wamekwenda kwenye makanisa, wameomba misaada. Kuna watu wamekwenda kwenye vituo vya dua. Kuna watu wameenda kwa waganga mbalimbali. Kuna watu wanasomewa mbalimbali. Lakini nikwambie ukweli kwamba uchawi wa namna hii, kuna namna ya kuweza kumaliza hili tatizo. Uchawi wa namna hii kuna muda wa kuweza kuondoa hili tatizo. Uchawi wa aina hii kuna njia ya kuweza kuondoa huo uchawi. Sio kila mganga anaweza kuondoa matatizo ya mtu aliyorogwa katika mazingira hayo.
Lakini nikwambie ukweli kabisa, nikwambie ukweli, jamii za kwetu zinateseka sana. Uende kawa wewe kuna ndugu yako anateseka mpaka leo anaishiwa damu kwenye mwili. Uende kawa kuna ndugu yako anaanguka kifafa ikiwa hana kifafa. Uende kawa kuna ndugu yako wewe anaingia kwenye miezi ya kike inajirudia rudia. Kuna watu ni wajawazito lakini bado wanaingia kwenye siku zao. Kwa hiyo ni matatizo ni makubwa sana ambayo nakuja kueleza hapa. Kuna watu wanatoka damu za pua. Mtu akikaa kabisa damu za pua zinamtoka. Kuna mtu anasikia harufu ya damu kabisa. Lakini nikwambie ukweli wa kwamba matatizo kama haya ni matatizo makubwa sana. Kama wewe unasumbuliwa na hili tatizo muda mrefu, umekwenda kila sehemu, umejaribu kuomba msaada lakini imeshindikana, mimi nitakusaidia kwa 100% kuondoa ile tatizo. Chukua namba zangu za simu, tuwasiliane, nitakusaidia kuondoa ile tatizo.